Bana, moja kati ya picha ambayo imezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na picha ambayo ameiposti mheshimiwa mbunge. Huyu ni mbunge wa Kusini Mashariki pale Morogoro, Babu Tale. Aliposti hiyo picha ikionyesha wakiwa studio kwa Stukizi Pluto A, akiwa na wasanii wa kizazi cha zamani au tunaita kizazi cha dhahabu, kwa sababu ni watu ambao wameanzisha muziki na ukakua, na mpaka sasa hivi kuna vijana ambao wanaendeleza kazi ambazo brother wao walikuwa wanafanya kipindi hiko. Kwenye hiyo picha bwana, kuna wasanii nguli, nikizungumzia kizazi cha dhahabu, lakini pia nikizungumzia kizazi cha mziki, au kosi kutaja majina ya hawa watu bwana. Kuna Babu Tale mwenyewe, lakini Madi, Dully Sax, Afande Sele, kuna Chidi Benz, Sogdogi, Mandojo na Jmo, kama unavyoona mtazamaji wa 7 Media. Lakini kwenye hiyo picha Babu Tale aliandika na kusema kizazi cha dhahabu, heshima haiandikwi tu, bali inajionyesha, kama hivyo ambavyo tayari hawa maregent ambao walionyesha tasnia yao ya muziki ambayo ikifanya vizuri, lakini kuna baadhi ya nyimbo bado zinaendelea kuishi kwa kazi ambazo walizifanya kipindi hiko. Hapa nikimzungumzia Dully Sax, ni moja kati ya wasanii ambao wamefanya kazi kubwa sana. Kuna baadhi ya nyimbo bado zipo kwenye vichwa vya watu kama Dhahabu, Mtoto wa Kariakoo, vitu kama hivyo. Lakini pia kuna Ladies Free, moja kati ya nyimbo ambayo inafanya vizuri. Fikiria toka kipindi ambacho ameiacha, lakini mpaka sasa hivi ukiingia kwenye sehemu tofauti tofauti, nazungumzia club, kuna hiyo nyimbo ikipigwa watu wanakuwa wanaenjoy na vitu kama hivyo. Madiali pia ana nyimbo kali ambazo toka kipindi hiko tunazisikia, lakini mpaka leo hii bado zinaishi. Sasa watu wengi wamekuwa wanajiuliza kuna nini? Sasa kupitia hiyo posti ambayo ameiposti mheshimiwa mbunge, Mwana FA akaja kucomment na kusema hapa kuna jambo. It means kwamba baada ya kuonekana kwenye studio ya S2Kids na kundi zima la kizazi cha dhahabu, hawa ni maregent, watu wengi wanafikiria kuna nini ambacho kitatokea, kwa sababu tayari wanajua watu kama hawa wakikutana na mziki, zamani walikuwa wanafanya kwa kupenda, sio kama vile wanapiga hela nini, no, walikuwa wanafanya kitu ambacho kwa mashindani na walikuwa nakipenda. Kwa hiyo baadhi ya watu wametoa maoni yao na kusema kwamba wamevutiwa na picha ambayo haijaonekana muda mrefu watu wakiipiga, kwa sababu wasanii wa zamani wengi sasa hivi hawaonekani, kila mtu anakuwa na mishi zake na vitu kama hivyo. Lakini leo imekuwa surprise baada ya kukutana kundi la watu ambao walikuwa wanafanya mziki kwa kipindi hiko. Watu tunasema inaweza ikawa ni picha bora ya mwaka huu kutokea, kwa sababu haijawahi kutokea. Tayari tunawaona wakiwa wenyewe, mfano kama Chidi Benz utamkuta anakuwa mwenyewe na vitu kama hivyo. Dully Sax anakuwa mwenyewe na vitu vyake ambavyo anavifanya. Jmo pia, Mandojo muda mrefu hatujamuona, lakini leo hii imekuwa kama surprise ambayo Babu Tale ametuwekea kwenye akaunti yake ya Instagram, na watu wengi wamevutiwa. Hata ukipitia kwenye hiyo posti, watu wengi wamesema bwana, hiki kitu imekuwa kama ni surprise, lakini pia tumekipenda kwa sababu ni kitu ambacho hawakutarajia kukiona, lakini wanatamani kuona kazi ambayo huenda ikawa ni bora zaidi, kwa sababu muziki wa zamani tunaujua, ambao watu walikuwa wakifanya wanafanya kweli, lakini unakuwa unaishi kwa muda mrefu. Sizungumzii kwamba muziki wa sasa hivi ni mbaya, lakini tofauti na zamani, kwa sababu nyimbo za zamani zinazungumziwa na bado zikipigwa zinakuwa hit song, ingawa nyingi zinakuwa tu ni audio, video ni tofauti na vile ambavyo sasa hivi wanakuwa wanafanya. Lakini moja kati ya vitu ambavyo Babu Tale ameviandika, amesema heshima kwa ambao wametufungulia milango, akimaanisha wale ambao wamewaposti ni heshima kubwa kwenye muziki wa Tanzania, kwa sababu ndio watu ambao wamefungua milango ya muziki, ndio watu ambao wamefanya leo hii watu bado wanaendeleza kile ambacho kiliachwa alama kwa kipindi ambacho kimepita. Ukiachana na Dully Sax, moja kati ya watu ambao wanaendelea kupushi mziki. Madiali pia, Chidi Benz tumeona akifanya kila siku, lakini baadhi yao imekuwa tofauti wasanii wa kizazi cha zamani, kwa sababu tumeona tu kazi zao zamani, lakini sasa hivi wanakuwa wadili sana na hizi issue za kufanya music, ingawa kuna nyimbo ambazo wanazitumia, ila hatujaona kazi mpya ambazo huenda zingefanya vizuri kwa sasa hivi. So hiyo ni picha ambayo Babu Tale ameposti na watu wametoa maoni yao tofauti tofauti. Moja kati ya watu ambao wametoa maoni ni naibu waziri wa habari, sanaa na utamaduni Mwana FA. Huyu mmoja pia ni legend mwenyewe, kuna ngoma zake za nyuma ambazo aliwahi kuzifanya na zimefanya vizuri sana. So amefanya kuna jambo linakuja, na kama mnavyomjua S2Kids akipewa kazi bwana, afu fikiria ni maregent na wanafanya kazi na S2Kids, kwa sababu hiyo picha pia tumeona ikiwa Pluto A. Mtazamaji unaweza kutuambia kuna bomu kubwa ambalo linakuja hapo? Kuna Chidi Benz, kuna Dully Sax,
kuna Mandojo, kuna Madi, lakini pia kuna watu wamesema amekosekana mtu anaitwa Feruz, walitamani kumuona hapo. Una watu wengine ambao wanawajua kwenye kizazi cha zamani walifanya vizuri, wamesema walitamani kuwaona wakiwa kwenye hiyo picha, lakini sio mbaya kuwaona hawa ambao tumewaona siku ya leo, ambayo Babu Tale ameishare hiyo posti, akimaanisha kwamba huenda kuna kazi ambayo inakuja, kwa sababu wote ambao wamekutana kwa S2 Keys, huyu tunamjua ni mmoja kati ya producer ambaye ukifanya naye kazi basi ngoma inakuwa nzuri sana. Uwezo wa Maregent ambao tunawajua walionao, basi kazi kama inakuja huenda ikawa ni kazi bora ya mwaka kuwahi kutokea kwenye kizazi cha Tanzania. Kwa mtazamaji wa 7 Media, unaweza kuniambia kwenye hiyo picha umevutiwa na msanii gani ambaye ulimuona muda mrefu sana lakini leo umemwona kupitia kwenye posti ambayo Babu Tale ameiposti? Unaweza kucomment hapo na kutuambia kitu gani ambacho kimekufanya umtaje msanii huyo, na unaweza kutuambia na nyimbo yake pendwa ambayo unaipenda zaidi kwa kizazi cha nyuma. Najua watoto wa 2000 bwana hawezi kuelewa hao watu. Mwaka 1900 na kwenda juu wanajua balala hao watu ambao Babu Tale amewasema hapo. Kitu ambacho unaweza ukasema pia ni watu Maregent, ukipita kwenye posti hiyo comment za watu pia unaweza ukaelewa zaidi kwamba hawa watu wana thamani gani kwenye mziki wa Tanzania, kwa sababu watu wengi sana wametoa maoni yao na kusema wamependezeshwa na kile ambacho Babu Tale amekifanya, lakini pia wamempa pongezi kwa kutanisha hawa watu ambao muda mrefu watu hawajawaona kwenye kioo cha tasnia ya burudani. Mimi naitwa Miss D, nyuma ya kamera Yasini. Until next time.